الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، فجزى الله الأستاذ الفاضل أبا العباس خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها على مسامعنا، وقد نصح وأفاد جزاه الله خيرا. bila shaka malengo yamefikiwa, malengo ambayo ni nasaha na tahadhari kutokana na maradhi mabaya ya taasub na hatari yake na athari yake mbaya kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii. Maneno haya ambayo amesema mgeni wetu huyu, inawezekana watu wengi wasijue umuhimu wake, kwa sababu hawajawahi kuishi na kukutana na fitan. Inawezekana kabisa haya yaliyosemwa, kuna mtu akawa hajaona, bado yeye hajaona shida kubwa ya watu kuwa na haya maradhi ya taasub. Uhalisia ulivyo ni kuwa jambo hili la taasub athari yake iko na watu wameshaumia, safu imeshapasuka, bali watu wamepotea makundi kwa makundi, kwa sababu taasub katika madhara makubwa ni kwenda kuvunja msingi miongoni mwa misingi mikubwa ya dini yetu, nao ni msingi wa alwala walbara, kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu na kuchukia kwa ajili yake. Yule mwenye taasub hawezi akapenda kwa ajili ya Allah wala hawezi akachukia kwa ajili ya Allah, kwa sababu ya maradhi haya inapatikana kwake alwalau walbarau dayiq, kupenda kuliko kuwa finyu na kuchukia kuliko kuwa finyu. Mimi nakumbuka miaka mingi sasa, kabla ya sasa, zimetokea fitna kubwa ambazo watu wa hii miji wanafahamu jinsi ambavyo zimeacha maafa makubwa sana, na zimetugharimu gharama ambayo mpaka leo tunailipa. Watu wamepasuka wakagawanyika. Pana watu katika baadhi ya miji walikuwa ndugu, safu moja, ahlus sunnah wal jamaa, lakini leo ile salamu haipo. Yani kuna mtu anapita akiwakuta ndugu zake kama bubu, hasalimii, kwa madai eti amewakata kwa sababu wale si watu wa haki. Kumbe maskini ni maskini mmoja aliyegubikwa na maradhi ya taasub. Pana watu wanaharamisha kabisa kuingia baadhi ya misikiti. Msikiti fulani haufai kuswaliwa pale, yawezekana adhabu ya Allah ikashuka pale. Katika misikiti inayotangaziwa adhabu ya Allah ni msikiti huu Masjid Manyema, kwamba pale yawezekana ikashuka adhabu ya Allah. Kwa nini? Kwa sababu kuna tukio lilitokea pale. Mtu anazungumza haya maneno bila ya kutazama yeye kasimamia wapi, kwani ana hoja gani?
mpaka waingize watu katika upotevu, ima ni hizbia au upotevu wa kuiacha sunna, utakuta kwamba kilicho muharibu ni tahassub, ni mapenzi ya upofu, ni kutanguliza mapenzi ya shekhi wake, akafumbia macho yale makosa yake, hata umwambie nini hawezi kukuelewa kwa sababu ya tahassub. Kwa hiyo haya tunayoambiwa haya ni maneno ambayo yako mahala pake. Tujitahidi sana kusoma dini yetu, lakini siku zote jitahidi lengo lako liwe haki. Kwenye moyo wako beba ta'dhimul haq, itukuze haki. Tumeambiwa hapa wasikilize wanazuoni almu'tabarun, wenye kuzingatiwa, wanazuoni ambao miguu yao imekita sawa sawa kwa idhini ya Allah katika da'wa hii kwa miaka mingi, ni wazoefu, umri wao mwingi umeenda katika kuihudumia hiyo da'wa. Wasikilize hawa, watangulize. Lakini ikiwa tutayumba tukawa tunaokota hatuwatangulizi wanazuoni wenye kuzingatiwa, mwisho wa siku tutapasuka. Leo ushafahamu kwamba da'wa salafia na da'wa ya sawa inawezekana ikaja fitna, kuna siku ikakutoa. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata was-salamata fi dunya wal-akhirah. Kwa sababu hiyo ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah jalla wa ala, ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaacha waumini juu ya yale ambayo mko juu yake mpaka atakapobainisha na kupambanua kibaya kutokana na kizuri. Kwa hiyo sunna ya Allah inaendelea, na hizi ni zama za fitani. Kwa hiyo watu washikamane na misingi ya dini yao, acha kupenda penda hovyo. Juzi nasikia habari moja, kuna watu vijana wanauliza mara, unajua bwana shekhi tunampenda sana. Mpende shekhi wako ukatazwe, lakini mpende kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweke akiba. Aliyekuwa hai hajasalimika na fitna, kama alivyosema as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastan biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna. Yeyote miongoni mwenu ambaye anataka kuwafuata watu fulani, basi wafuati waliokufa. Mbona wako wengi? Kwa nini? Kwa sababu hakika aliyekuwa hai hajapata kuaminika kutokana na fitna. Yawezekana kesho akapinda. Ukipenda penda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya mashekhe walipendwa na ahlus sunnah wal jamaa kwa ajili ya Allah. Mimi nitoe mfano katika mashekhe wa Yaman. Nilikuwa na utaratibu mimi wa kusikiliza durusi zao na khutubu zao. Ilikuwa huwezi ukaniambia chochote kwenye khutba za Sheikh Yahya Al-Hajuri na simu yangu ndogo. Ile khutba ikitoka tu basi na bando langu lazima ni download ile khutba yake nisikilize. Nimesikiliza khutba nyingi walillahi alhamdu wal minna. Hal kadhalika khutba za Sheikh Muhammad al-Imam akiitwa Asadul Minbar, tumehifadhi hadithi nyingi walillahi alhamdu katika khutba zao. Lakini ukaja mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo baadhi yenu mnayafahamu, wakakosea na wanazuoni wetu wakatahadharisha dhidi yao. Tunafanya nini sasa? Utaendelea kung'ang'ania kwa sababu pale unapata faida kwenye kila durusi na khutba,
au utawasikiliza wanazuoni? Yatakikana uwasikilize wanazuoni, na hiyo ndo sawa sawa. Ukiendelea kumwelekeza shekhe ukawa naye ukamtetea, utakuwa kipofu, na mwisho wa siku haki kwako itakuwa haina thamani. Muhadhara huu na maelekezo mengine ambayo tunapewa na mashekhe zetu tujitahidi kuyasikiliza, lakini katika mambo ya msingi tujitahidi sana kusoma dini yetu, tujitahidi sana kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni miongoni mwa sababu za kupata salama wakati wa fitna na kujua iliyokuwa sawa ni ipi wakati wa mivutano na mizozo. Sio kila khilafu inakuwa na fungu katika usawa, na Ahlus Sunnah wal Jamaa utaratibu wao sio kutumia kichochoro cha khilafu vibaya. Yatakikana mtu awe na uwezo na muombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe uwezo wa kutofautisha haki na batil. Ikiwa utaratibu wetu ni huu, tutabakia salama biidhnillah. Wa illa, kama ni watu wa kuangalia khilafu na uchochoro kwa wapi, itafikia siku tutakuwa ni mazandiki ambao hatujabakia na chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya ambayo Ustadh Abul Abbas ametufidisha kwayo ajalie katika mizani yake. Hali kadhalika tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze, atuthibitishe katika haki, na wale ambao wapo katika njia isiyokuwa sawa na wanadhani wapo katika sawa, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaonyeshe njia sawa na waweze kuifuata njia hiyo. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yatolewa adhana na muda ukifika wa swala wa kawaida, swala itaswaliwa. Barakallahu fikum.